90 zinatamatika na mwisho wa ligi kuu Tanzania bara, Young Africans wanatawazwa kuwa mabingwa kwa mara ya 5 mfululizo. Mbele yangu hapa nipo na Shebi. Mchezo wa ligi kuu Tanzania bara, mchezo wa mwisho, Simba anaondoka na ushindi usiomsaidia kitu chochote katika uwanja wa KMC. Shebi, ulikuwa ni msimu wa namna gani hasa? Nafikiri ulikuwa ni msimu mzuri. Ni msimu ambao nafikiri kila timu kwa nafasi yake imeenjoy. Mpinzani anachukua ubingwa ambao haumsaidii kitu pia. Kwa sababu kama unatoa taji ambalo ushalizoea kwa makosa ya waamuzi, nafikiri bado sio faida kubwa sana kwako. Ukitizama season hii 25-26, yani kila mtu nafikiri anafahamu kwamba timu bora ni hivi. Simba alideserve kuchukua ubingwa na NBC season hii. Makosa ya waamuzi yanakwenda kunufaisha Yanga Afrika anachukua ubingwa. Kwa kama anachukua ubingwa leo, maana yake haimaanishi kwamba labda alikuwa na timu bora kuliko sisi. Sikatoa ubingwa, lakini sisi ni bora kuliko yeye. Mnyama ni bora lakini hajachukua ubingwa. Of course, kwa sababu unajua ligi yetu ya ndani kila mtu anafahamu, na ligi ambayo kuna namna inaendeshwa. Mwamuzi ni mwalimu wa shule ya msingi. Analipwa 350,000. Sawa. Hebu pigie mahesabu ya Dar es Salaam. 350,000 unaweza kutumia kwa mwezi mmoja? Haikidhi. Kwa hiyo na maana mwalimu wa shule ya msingi unavimpa kazi ya funania chezeshe mpira, lazima upangaji wa matokeo utakuwepo. Kwa sababu lazima rushwa itakuwepo. Kwa hata kwa season hii nafikiri kuna waamuzi zaidi ya 10 ambao washafungiwa. Sasa unafungia mwamuzi ambaye kambeba Yanga, je, mtu ambaye kaonewa ananufaika nini? Kwa nafikiri topic leo sio ubingwa ambao kachukua Mwananchi. Ni ipi timu bora? Nafikiri ndio maana ambao wanatakiwa kuzungumza leo. Kwamba yale kati ya Simba dhidi ya Yanga, timu bora kiwanjani ni timu gani? Shebi, siku hii ya leo tumeweza kumuona mwalimu akifanya mabadiliko kwa baadhi ya wachezaji wa wekundu wa Msimbazi Simba. Tunafahamu tarehe 4 kule visiwani Pemba mna mchezo wenu wa finali dhidi ya Azam. Tunaweza kusema siku hii ya leo mwalimu alikuwa mpango wake kuwapumzisha baadhi ya wachezaji ili mradi muende mkatwae taji la CRDB endapo ikitokea. Nafikiri lengo ndio hilo, kupumzisha baadhi ya wachezaji tukafanya vizuri ndani visiwani. Haimaanishi kwa sababu Simba ni timu kubwa itaenda kushinda kirahisi. Lakini mimi niwaambia Azam FC kwamba hii Simba ya season hii sio ile Simba ambao walizoea wao. Na ikitokea nafikiri 90% mnyama anakwenda kuwa ni champion wa CRDB Cup. Ikitokea Simba hatotoa taji la FA, bado mimi naongea na Simba wenzangu, sio msimu wa kwenda kulalamika wala kulialia. Sasa hivi sisi target yetu nafikiri ni kujiandaa na Simba Day na maandalizi ya season inayokuja, kwa sababu wachezaji washoje kila kitu, wameshajitoa, washafanya kile ambacho ilibidi wafanye, lakini bado bodi ya ligi, TFF, serikali bado hawajui nini maana ya kuendesha mpira Tanzania. Unaitoa mechi Dar es Salaam, unaipeleka mechi visiwani Zanzibar, tena Pemba. Kwanza mazingira ya usafiri ni magumu, kutoka bara kwenda Pemba, kutoka Unguja kwenda Pemba. Kwa hiyo nafikiri ni mfumo wa gharama ambao gharama zitakuwa ni nyingi. Lakini sio swala, ikitokea mnyama kapoteza mchezo wa finali, yani mimi ukinioje leo, bado Simba anatembea kwa timu nyingine zote. Simba ni bora kuliko ni timu zozote. Simba haijatoa safari hii mfungaji bora katika kile kinyang'anyiro cha kama kuna tuzo msimu huu. Kwanza sisi kama wana Simba hatuzitambui tuzo za msimu huu. Kama tuzo zipo, kwanza kina Janjaza huwa kina Kamara wapewe tuzo, ndo watuambie kwamba msimu huu kuna tuzo. Diara skipa bora msimu huu, si ndio hivyo? Kamara msimu huu skipa bora. Huyu kijana wa Singida si mfungaji bora, si ndio hivyo? Huwa msimu uliopita. Kwa kama kuna tuzo, waandae tuzo kwanza season iliyopita, ndio waje watoe tuzo za msimu huu. Kwa sababu msimu ambao Simba anatoa wachezaji wengi kwenye tuzo hazijatolewa. Kwa nini wape tu watu tuzo leo wakati season iliyopita hawajawapa watu tuzo? Hivi leo Kamara kwenye rekodi ya magolikipa Tanzania ana clean sheet 19.
Ni rekodi ameingia hapa unajua. Hakuna kipa katika miaka 10 ya karibuni ameshapata clean sheet hizo 19. Kama akapata msimu uliopita kapewa tuzo. Hakupata. Maana yake akienda kuhadithia ndugu zake kutoka Mali, bwana mimi nishakuwa kipa bora Tanzania. Atainisha nini sasa? Huyu ashakuwa ni mfungaji bora na MVP wa NBC Premier League. Anaenda kuhadithia nini kwa tuzoana? Kwa kama kuna tuzo za msimu huu, kwanza waanze na hafla za tuzo za msimu uliopita. Manake season hii hakuna mchezaji bora, hakuna mfungaji bora, hakuna kipa bora. Ila kwa sababu kachukua Diarra, si ndio hivyo? Halafu okay, watakwamba MVP, watatoa tuzo. Yaani msimu huu MVP watampa Okelo. Kipa bora Diarra. Halafu mfungaji bora Singida. Singida na Yanga kwa 2-2 imeisha. Manake season tu utaona tuzo. Lakini mimi kama wana Simba Mwanaisha, kabla ya chochote, Simba tumekuwa na msimu mzuri sana season hii. Na nafikiri ndio msimu katika misimu mitano ambao hujasikia malalamiko ya mtu yoyote, akimlalamikia Mangungu, Mo, Twageno la Magori. Kwa hiyo tumekuwa na msimu bora ambao nafikiri ni msimu wa kuigwa. Shebi, ndugu yako pale analia kisa Simba haijachukua ubingwa. Na umesema hakuna malalamiko. Unajua Mwanaisha, mpira una vitu vingi sana. Kuna mtu anatazama mpira kwa jicho la kishabiki, lakini kuna mtu ambaye anatazama mpira kwa jicho la kiufundi. Kuna shabiki wa mpira Tanzania ambaye anajua historia ya mpira Tanzania. Hivi unalalamikaje wakati mechi ya Arabi moja ulinyongo ilibidi Simba ashinde? Unaliaje wakati kuna waamuzi zaidi ya 4 wamefika kwa ajili ya Yanga? Unaliaje kwa mfumo huo? Kuelekea sasa katika msimu unaokuja, wewe kama mdau wa soka hapa nchini kwetu Tanzania, makosa ya waamuzi tunasema hivi sasa safari hii Simba limewanyima ubingwa. Kuelekea msimu unaokuja, sheria na kanuni zibadilike? Sio sheria, upatikanaji wa waamuzi nafikiri iwe ni mfumo uandaliwe, kwamba iwe ni taaluma ambayo wanakuwa ni watu special, na maslahi yao pia yaboreshwe. Unavyompatia mwamuzi 500,000 kwenye mechi 15, maana yake jibu lake ni kwamba unategemea hapo milioni 5 na Yanga akaamue matokeo kumnufaisha Yanga. Cha pili, unavyomchukua mwalimu wa shule ya msingi ama askari wa jeshi la polisi awe mwamuzi, unaangalia je, mshahara wake ni shingapi, lakini ukubwa wa mechi unazompatia ni shingapi. Kwa nafikiri wewe ni taaluma maalum ya waamuzi, maslahi yao yaanzia hata milioni 1.5 kuendelea. Nafikiri mwamuzi ataridhika. Lakini ukimpatia mwamuzi 100,000 ama 70,000 kwenye mechi moja, maana yake akipewa milioni 5 na engineer atapokea. Shukrani sana Sheikh. Pamoja Mwanaisha.